Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Leo ni Disemba 3, siku ya Jumatano. Mada ya leo inasema Yoshua wa kweli, yeye aliye halisi. Hili ni somo la 10 la robo hii ya 4 ya mwaka wa 2025. Somo linalosema Yoshua wa kweli. Na leo tunaenda kuiangazia mada hii ndogo. Kisa cha Yoshua lazima kionekane kupitia mche wenye rangi anuwai wa uainishaji. Vita vilivyoendeshwa na Yoshua ni matukio ya kihistoria, yakijumuisha sehemu muhimu ya historia ya Israeli. Lengo la vita hivyo ni kuwaweka Waisraeli katika nchi ya ahadi, ambapo wanaweza kufurahia urithi wao waliotengewa kwa amani na kuanzisha jamii mpya inayotegemea kanuni za sheria ya Mungu. Baadaye waandishi wa Agano la Kale kama vile Isaya wanawasilisha kazi ya Masihi kama inayojumuisha pia kugawa urithi uliokuwa ukiwa, yaani kwa watu wake. Isaya 49:8, wakitumia istilahi sawa na ambayo hupatikana mara kwa mara katika kitabu cha Yoshua. Kama vile kazi ya Yoshua ilivyokuwa kuwagawia Waisraeli ile nchi, ndivyo Masihi anayeoneshwa kuwa Yoshua mpya anawapatia Israeli mpya urithi wa kiroho. Soma Waebrania sura ile ya 3 aya 7 hadi sura ya 4 aya 11. Kauli ya Agano Jipya inathibitishaje kwamba Yoshua, Musa mpya, yeye mwenyewe ni mfano wa Yesu Kristo? Waandishi wa Agano Jipya waliwasilisha vipengele vingi vya huduma ya Yesu Kristo kwa mujibu wa kazi ya Yoshua. Yoshua alipoingia Kanaani baada ya miaka 40 nyikani, ndivyo Yoshua halisi, yaani Yesu, aliingia katika huduma yake ya kidunia baada ya siku 40 nyikani. Mathayo sura ile ya 4 aya 1 hadi 11, Luka 4 ya 1 hadi 13, na huduma yake ya mbinguni baada ya siku 40 katika jangwa la dunia hii. Matendo sura ile ya 1 aya ya 3 na ya 9 hadi sura ya 11 aya ya 2. Pia Waebrania sura ya 1 aya ya 2. Baada ya ubatizo wa Yesu katika mto Yordani, uzoefu wake wa kuvuka Yordani, Mathayo 3:13 hadi 17, Marko 1:9 hadi 11. Waandishi wa vitabu vya Injili wananukuu Zaburi ya 2 aya 7 na Isaya 42:1 kutoka Zaburi ya kimasihi na kutoka kwa wimbo kuhusu mtumishi wa Yehova aliyeteseka katika Mathayo 3:12, Marko 3:12 aya 17 na 17. Kwa hiyo kupitia kwa ubatizo wake Yesu anaoneshwa kama shujaa wa kiungu ambaye kupitia maisha ya uaminifu katika kutii hata kifo atapigana vita vya Yehova dhidi ya majeshi ya uovu. Maisha yake na kifo chake msalabani vilileta kutupwa nje kwa Shetani, kiliongoza katika ushindi dhidi ya adui zetu wa kiroho. Kilitoa pumziko la kiroho kwa watu wake na kuwagawia urithi waliokombolewa. Waefeso sura ya 4 aya ya 8, Waebrania sura ya 1 aya ya 4 na Waebrania 9:15. Kuweza kupumzika katika kile ambacho Kristo ametutendea kuna maanisha nini? Yaani, tunawezaje kuwa na uhakika kwamba Yesu amemshinda Shetani kwa niaba yetu? Hii ni Disemba 3, Yoshua wa kweli, yeye aliye halisi. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii nzuri siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.